Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, huyu ni Shabani Mpila Pesa, mwanachama na shabiki wa Simba Sports Club. Kilichonifanya nimfuate Shabani ni kuhusiana na hayo yanayoendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kwenye uhalisia wa soka Tanzania. Kubwa ni kuhusiana na Selemani Mwalimu Gomez kutimkia kunako klabu ya Young Africans. Ilikuwa ni asubuhi ya leo alfajiri, Young Africans wakaweka mambo hadharani, ili hali Jumamosi siku ya Simba Day walimtangaza kwamba ni mnyama. Lakini vile vile ukubwa wa tukio linaloendelea kuzagaa mitandaoni kumhusu Faisal Salum Feitoto kusaini ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na habari kubwa zaidi zinamhusu yeye kwamba huenda akatambulishwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kama ambavyo duru zinavyoeleza. Shabani atanipa ukweli wote kuhusiana na haya, kama ni kweli Faisal amemsajili ama hawajamsajili, ikabaki ni propaganda. Shabani, naam, niseme si poleni, sio hongereni. Kwa nini? Bwana Selemani kafanyaje? Selemani kawakimbia bwana, kawakimbia. Amemkimbia nani? Amemkimbia nani? Semenda upande wa pili. Kwanza ujue watu lazima waelewe kwamba Selemani si tulichukua kwa mkopo kutoka Wydad kwa msimu mmoja. Katumikia kwetu msimu mmoja, tukafanya mazungumzo tena na Wydad kwamba tunahitaji kwa msimu mwingine. Kweli kijana Mtanzania, na mipango yetu ni kumtengeneza Selemani awe mchezaji mkubwa zaidi, kwa sababu Wydad alikoenda alipata bahati ya yule mwalimu ambaye South Africa alichukua yeye, akachukua Azizi, kwa hiyo akawachukua wachezaji kwenda kuwapaza. Lakini Wydad ni klabu kubwa na klabu tajiri, wale wachezaji wakaonekana thamani yao kule ndogo. Kwa hiyo Gomez akachagua katika mikopo, Simba wakamchukua. Na kweli kwenye timu yetu alipofika alikuwa apate nafasi ya moja kwa moja, alikuwa anapata nafasi baadhi, akipata nafasi hivyo hivyo anaenda anafunga. Lakini kwa namba 9 kwa dakika alizocheza kufunga magoli 9, mimi naweza nikasema bado alikuwa hajakamilika, na Simba tulimthamini. Na bahati aliyopata zaidi, mwalimu Steve Barker akamuelewa kwamba mchezaji baadaye nikimtengeneza ni Mtanzania, atasaidia hata timu yake ya taifa kwenye miaka inayokuja. Lakini mimi nadhani tamaa imemfanya Selemani aende pale alipoenda. Tamaa yake sio kuendeleza uwezo wake wa kimpira. Unajua nikwambia kwa sababu gani? Kwa uwezo wake aliyokuwa nao, sikatai mchezaji mzuri na anapambana, lakini bado yuko katika kutafuta au kujitafuta ili awe mchezaji bora. Sasa kwa Simba, kama ulikuwa na Jonathan Soa ambaye alitumikia klabu yetu kwa muda mchache namba 9, ukawa na Mwangosi na wewe, lakini mwalimu Steve Barker akakuona wewe bado hautoshi, akamtengeneza ili Mpanzu kuwa namba 9. Selemani wewe bado alikuwa bado, sijui umeelewa maana yangu? Nakuelewa sana. Kwenye namba yake alikuwa yeye, Soa na Mwangosi. Lakini kwenye namba hizi Soa alikuwa anacheza, mwalimu Steve Barker akamtengeneza Selemani awe ndo kama time anaanza, lakini alikuwa ampi kile kitu ambacho kinachotakiwa. Kwenye nafasi 10 anaweza kuofa nafasi yote au akakuofa goli moja. Kwa hiyo mwalimu akabado hamwamini. Baada ya vile kuna wachezaji 3 kwenye ile namba, akaondoka Jonathan Soa, akabaki Mwangosi na yeye, lakini mwalimu akamwona yeye atoshi kuwa namba 9. Mwalimu akamtengeneza ili Mpanzu kuwa namba 9. Hapo tuzungumzie kishabiki. Hapo nazungumzia mpira na namzungumzia Gomez ambaye wa Tanzania tuna matarajio katika mashindano ya AFCON yajayo. Katika wachezaji ambao ingebidi waibebe nchi yao pamoja na Gomez alichokifanya. Sisi hatujakasirika Gomez kwenda nyuma mwiko. Sisi hatujakasirika hilo, kwa sababu kawaida yao washachukua kina Jonas Mkude, washaita Sika Samiro, leo wamechukua Zimbwe kina Chama. Mwisho wa siku wachezaji wanaenda kuna wengine wako vichochoroni katika mabaa sasa hivi wako wanalewa na wale usikua kwa mbwembwe. Hatukatai hilo. Tunachosikitika sisi, kama alishajijua na mipango na klabu ya Yanga, kwa nini awe na mazungumzo na sisi mengine? Na Simba Day aseme kwamba anakuja. Na Simba Day alizungumza kwa kauli yake kwamba yeye anakuja, amefanya hayo mambo yake alofanya. Mwisho wa siku amefika Dar es Salaam, amepanda ndege, ameenda Zanzibar, ameungana na timu, amefanya mazoezi na timu, amekula chakula cha usiku na timu, kaondoka kimya. Sisi tumwambie Gomez, sisi tunajua mpira maisha yake.
Lakini tumwambie tumemind. Hatujamind kwa sababu kaenda Yanga. Tumemind kwa kitendo alichokifanya. Simba ni taasisi kubwa. Gomez sisi tulikuwa tunataka kumtengeneza. Leo alipoenda kwenye nafasi yake, ukichanganya waliokuwepo na yeye, jumla kuna namba 9 watano. Namba moja hiyo. Akili ya ovyo kabisa katika mpira. Kuna huyo Peter Shilole. Kuna yule Alhaji Al-Kaswiswi Midevu. Kuna Clement Nzize. Kuna yule mmoja katolewa Mashujaa na yeye namba 9 watano. Kama kwenye Simba kulikuwa kuna namba 9 wawili. Yeye na mwenzie. Yeye na Mwangosi na Soa kaondoka. Wakabaki wawili, hana nafasi. Leo watu watakubali kumweka Shishi Bebe nje ucheze wewe Gomez. Ambaye namba 9 yako unatanga kama kuku anataka kutaga mayai. Watu wanakubali. Simwombee mabaya, ila nimwambie tumemind. Na kitu alichokifanya. Nizungumze tu ukweli. Mungu atatulipa. Mungu atatulipa. Atarudi katika timu zake za nani Fountain Gate. Shabani. Sasa ndio ilivyo. Unaona ile alichofanya. Si yeye anatamba. Wamemwekea nyingi. Haiwezekani. Nimeona Miki kachambua mkataba wake. Mshahara milioni 15. Mchezaji gani wa kumlipa milioni 15? Hapo kwa mkopo. Kapewa gari ya thamani ya milioni 50. Na yeye tika. Simba ndazimu. Yaani Simba tumlipe Gomez 15 milioni. Naamini. Lakini Miki pale amesema Simba mlimwekea ofa kama milioni 20 mshahara kwa mwezi. Nakwambia kitu. Thamani ya mchezaji anaitengeneza mwenyewe. Sawa. Gomez alishindwa kujitengeneza kwenye Simba. Wana Simba leo wanasema kilichowauma kwa sababu kaondoka kwa staili aliondoka. Sio kama mchezaji bora. Asilimia 88 au 89 au 90. Washabiki wengi wa Simba walisema Gomez hana msaada wa Simba. Mimi nakwambia, mimi nafuatilia Simba. Kwa sababu ni mchezaji ambaye kila mtu alikuwa muelewa anachezaje. Ndio maana mwalimu Steve Barker akamtengeneza ili Mpazo awe namba 9 mbadala wake. Hapo sio umeelewa? Nakuelewa sana Shabani. Goli alizofunga Gomez. Goli bora kwenye goli zake alizofunga ambazo kapambana. Asifiki 5. Yeye mwenyewe manaki. Yeye mwenyewe ambazo tumeona kuna mipango imefanyika na yeye kafunga. Sasa ifikia wakati ajitathmini. Sisi hatukataa yule mchezaji wa Kitanzania, na sisi tunataka wachezaji wa Kitanzania wafanikiwe. Ndio maana leo mwalimu Steve Barker anampa nafasi Mbegu, anampa nafasi Vedastus Masinde, kwa sababu anajua hao wachezaji watasaidia. Leo mwalimu wetu Steve Barker anawapa nafasi wachezaji wengi wa Kitanzania wacheze kwenye timu yetu. Kwa sababu gani? Watakapocheza mara kwa mara wale wachezaji watasaidia kwenye mashindano yanayokuja. Leo Gomez kaenda kujichomeka kwenye namba 9 wa 4 na yeye wa 5. Ukiuliza hela. Si umemwona kwamba Mzanzibari timu kibao zilikuwa zinamhitaji Kakoma. Kajua yeye kuna sehemu nikipita, nikifika wakati mimi nitaenda kuchukua hela. Nani Mzanzibari huyo? Usajili utakaovunja rekodi nchi nzima. Shabani sio mataptapu wale marastamani. Sikiza nikwambie, sisi hatusajili marastamani kwa sababu eti sisi wewe tunataka kumkuza. Sasa wasubiri fataki litakalodondoshwa hiyo kesho. Sasa sisi watu wa mpira bwana. Shabani bwana. Mchezaji gani kasajiliwa kwa sababu timu yetu eti mtu aimbwe? Wewe ulikuwa unamjua Ibrahim Dumbia? Wewe ulikuwa unamjua Libasa Gay? Wewe ulikuwa unamjua Adset Aula? Karesto mpaka anakuja Tanzania, Kaiza, wazawa na Orlando Pirates, wazawa wa timu ya South Africa wanamlilia. Peter Shilole watu wamempiga teke, watu wameenda kuokota anatamba mjini. Sasa sisi tuwaambie, sio wamechukua Gomez. Wasubiri mafataki yetu sasa. Sisi hatufanyi comedy. Sasa niwaambie wana Simba watulie. Wasiingie katika huu mtego hao wanaotega, mtego ambao hauna thamani. Tumeona juzi pale. Wakongomani pale mpaka msemaji katoa siri ya ndani. Kumbe kazi yao kuachiana. Sisi tulipanga mipango, mechi isiwe hivyo. Shoga zako wale watu ile timu watu wametia hela. Watu wamekuja hapa ili watu waweza kujiuza. Kama Zamanga Sose sijui. Kaenda kwa amwavuruga. Yule Kevin Nash atafanya nini? Wao wanataka kujua kwamba wale watu akili zao kweli hawaeleweki. Wanamnadi Peter Shilole ambaye katupwa na Mamelodi. Wanamnadi leo thamani ya Shilole na thamani ya Neo Maema kubwa hivi. Maema
Sundown amemwongeza mkataba, mwambie nenda tena Simba. Chezaji lenye thamani hilo. Chezaji linalojua mpira. Chezaji professional hilo. Shilole kaongezwa mkataba. Sikaja bure huyo. Hapo anatamba. Sasa sisi tuwaambie. Wamechukua yule kijana. Sisi tutatia uzu, tutamshukuru Mungu. Yule kijana alichokifanya. Atarudi Fontaine. Shabani. Wallahi lazima nakwambia. Wewe vitu nakwambia nyinyi Shabani mlichokasirika kama aliondoka. Hatujakataa yeye kuondoka sababu sisi na ndio njia ya mafanikio ya wachezaji. Sisi ndio tumetoa Bwana Ali Samata leo lijiwani. Sisi tumetoa wachezaji wengi kupeleka nje kwa sababu roho yetu hatumbani mchezaji kutocheza. Klabu anaenda Gomes. Ndio klabu ambayo imemfanya mpaka leo Ngasa anadhalilika. Imemfanya Tegeta anadhalilika. Imemfanya Clement mpaka leo haelewi mara aende kuwapa bodaboda, mara asunguke asifie bodaboda wa Iringa. Hivi leo Clement angekuwa hapo. Sasa sisi tumetaka kumtoa Gomes. Yes, kaleta jeuri. Sisi tunatia udhu, tunakunja goti, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Alafu ligi iendelee inshallah. Na yeye acheze. Wallahi lazima nakwambia, mimi nakwambia tu ukweli. Hawezi kutufanyia mambo ya dhalili kama aliyofanya. Dhalili aliyoifanya. Wallahi lazima tutatia udhu na tutamshukuru Mwenyezi Mungu. Hatumlodi tutamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu si ndio anaombwa kwa alichokifanya. Sisi tutatia udhu inshallah. Lakini Shabani, nyinyi hamjakasirika Selemani Mwalimu kwenda Yanga. Ila style aliyoondokea Simba ndio imewaumiza. Ameonesha dharau. Umeelewa Ameonesha dharau. Kama tulikuthamini tukakupa nafasi kiwango chako kikue. Simba tulikuwa tunamlea yule mtu kama vile mtoto wetu. Sawa. Hatukatai kwenda timu nyingine. Kwani si wachezaji wangapi washatoka kwetu wameenda Yanga? Dharau aliyofanya Gomes. Wallahi Mwenyezi Mungu atatulipa. Inshallah tutamshukuru Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, tutainua mikono na tena ligi maisha yaende. Hiyo tumwambie tumemind. Kwa staili ya hiki ambacho kinaendelea, baadhi ya mashabiki kunungunika kwa nini Selemani Mwalimu amefika anaingia kambini alafu anaondoka. Kwa nini uongozi wa Simba usichukue hatua angalau kulinda heshima na brand ya klabu? Maana wanamtangaza, wanamuongezea mkataba alafu mambo yanakuja mazongi kama haya. Watu wanaumia bwana Shabani. Unajua nikwambie kitu. Kwenye maisha, ukiwa una misimamo mibovu, basi watu watafanya maisha yako wewe yaonekane ya ovyo sana. Sawa, viongozi wa Simba ni watu ambao na uhakika ni watu makini sana. Selemani hakuwa mchezaji wetu, mchezaji tulimchukua kwa mkopo. Wydad ndio alikuwa na maamuzi na Selemani. Figisu zilivyoanza mwanzo tu kwamba mara aende, mara sio tumtambui, mara mkataba Simba tutambui, ni pale tu tayari jamaa alishaenda nyuma mwiko kwa sababu mwiko ulikuwa bado unaning'inia. Kwa hiyo baada ya pale sasa wameenda kutia maneno na hela waliotia wale nyuma wale nyuma mwiko kwa hali ya kawaida. Mchezaji wa mkopo, mchezaji wenyewe vile ndio kwanza tunamtengeneza. Si hatuwezi kutoa ile hela kizembe. Simba ni taasisi tunajielewa. Usielewa. Baada ya kugonga kwa namba 6 wameenda kuchukua sasa na ngapi ile? Bwana Shabani, tukiachana na swala wamegonga kwa namba 6 kwa sababu namba 6 akasimama katika msimamo wake. Kawaambia mimi mipango yangu sasa hivi iko katika klabu zinazojielewa. Nyinyi nishawajua mataptap, ile pombe ya mataptap. Mimi naenda kwenye vilabu vinavyojielewa namba 6. Ndio maana mtu kaingia namba 6 na madada. Muulizeni neno maana namba 6 nini? Yule anaingia na madada na anti shock wote anaingia nao. Muulizeni maana namba 6 alovaa maana yake nini? Au na wewe tumjadili. Sababu unaenda kutangana wachezaji wa kiume. Unaingia na mashorishori vipi? Hapo umekaa na mke siku 3 umemwacha hapo madada amekuzunguka. Shabani bwana. Na umevaa track na buti la jeje. Wapi uko Shabani unaelekea? Hiyo sio Simba baba. Wewe unafikiri mediani kuingia na Simba wawili moja likaunguruma. Wewe unafikiri ile kazi ndogo? Subiri ile bomu la kesho. Kila mtu mwenye tumbo la kualisha ataenda chooni. Kwenye bomu hilo la kesho Shabani. Aliyekuwa msemaji wenu wa zamani Haji Sunday Manara na akawa msemaji ndani ya klabu ya Young Africans, akiwa leo kwenye kipindi amezungumza wazi, amesema kwamba kama Faisal Salum Feitoto atasajiliwa ndani ya klabu ya Simba anaacha kazi mara moja. Anaacha kazi wapi? Anaacha kazi kule
kule ambako anakufanya kazi. Unaona amini maneno ya Haji. Haji sasa hivi sio mshabiki wa Yanga. Alisema yeye hawezi kwenda Yanga labda iende maiti yake. Haji kafa sasa hivi mzima. Yupo. Basi tuyakatize tu. Ndio maisha ya mjini. Ndio watoto wa mjini maisha yao. Haji alisema hawezi kwenda Yanga labda iende maiti yake. Leo yuko timu gani? Yuko Yanga. Basi tuache hayo maneno lakini tuambie tu. Wana Simba, furaha inakuja. Wana Simba. Kiu ya wana Simba ambaye huyo ndo atatikisa sasa Afrika, sio Tanzania. Anatangazwa kesho. Kiu ya Afrika itakayotikisa Tanzania, itakayotikisa Afrika nzima. Anatangazwa Simba. Sio ja Rastafari. Wewe. Kijana mtanashati, kijana mtulivu, kijana mpole, mwenye sura mzuri, kijana mguuni kwake na ndio vitu vinazungumza, atatangazwa. Afrika nzima itatetemeka. Huyu anatokea wapi Shabani? Anatoka mbali sana. Zanzibar. Anatoka mbali sana. Zanzibar. Anatoka mbali sana. Zanzibar. Utasikia tu wewe hata usio na wasiwasi. Sio tusajili kimiemko. Ndio maana mwalimu Simba Baka anasema yeye anatengeneza kikosi cha mafanikio ya nchi ya Tanzania na klabu ya Simba. Wao wanatengeneza kikosi kwa sababu ya Simba. Sio, umeona hapo kuna vitu tofauti. Leo watu kumsajili mchezaji muuza kahawa yule minevu hivi. Kwenye dakika alizoingia hata shuti moja hajapiga golini. Kile shauri huyo Shilole alichopiga labda penalti au kuna shuti gani lingine alipiga? Kwenye dakika alizocheza niambie wewe. Kagusa mipira mara ngapi? Tena penalti yenyewe kapewa. Sasa mimi niwaambie watu. Libase bado yupo, Aniseti bado yupo. Elim Panzu bado yupo. Karesto bado yupo. Hapo kuna mwamba pale katikati. Ibrahim Jabbar. Na namba 6 huyo. Hatari. Na namba 6. Beki yenyewe si kiungo yule Ngoma anamtulizia mtu kwenye box mpaka mtu aje kuchukua mpira bado mpira uinuke kama vile umefungwa mawe. Subiri huo moto wa Libasa gay. Wanamjua nasikia sasa hivi ndio wanaongopeana bado mkiamka kesho Libase. Oya wakimsajili Libase. Wakimsajili Libase. Na badili dini na kuwa Christian. Shabani bwana. Wallahi wa billahi mtoto wa Kiislamu nimezaliwa kwenye dini. Wakimchukua Libasa nilishairi. Mimi nakuwa Christian. Nakwambia na naacha mambo ya mpira na kwa Christian naingia kanisani naenda kuhubiri nani injili. Wakimsajili Libase mimi nakuwa Mkristo naingia kanisani naenda kuhubiri injili na naacha mambo ya Simba na mpira naacha navaa suti naenda kuhutubia na maspika. Bwana Yesu naacha. Wakimsajili Libasa gay. Na Yanga mimi nawashangaa. Wachezaji walioahidiwa wote. Gilimugisha yupo? Hayupo. Hakumtangaza Azizi. Walimtangaza. Wamaeta watu wauza kahawa kasusu midevu mpaka huko. Hapo watu unakaa unamsifia Gomez. Leo Yanga watu wakwenda kumsifia Mwalimu. Leo Yanga watu kumsifia Gomez. Wanaimba kabisa Gomez. Mchezaji anacheza makwapa hivi. Sisi tuko tunamlinda tukatabu kijana. Bwana Shabani. Akitembea. Mchezaji mkubwa anatanua makwapa. Nini bwana? Tumalize na Alagija ndo tunasema pirato wa mchezo wenu dhidi ya Young Africans. Video support itakuwepo kwa ajili ya usaidizi wa kuleta haki kwenye mchezo. Nimesikia taarifa. Hata kama bado sija confirm. Nimesikia shirikisho wanaandaa utaratibu. Nyie waandishi mnatuoje na sisi tunazungumzia kuhusu uamuzi. Tutaitwa TFF tutafungiwa. Mimi wa kwanza kufungiwa. Sitofia kusema. Sitofia kutamka kitakachofanywa na waamuzi. Na sitohofu kufungiwa. Wa kwanza kufungiwa. Kwenye mpira sipewi pesa la kiongozi yoyote wa TFF wala mtu yoyote, natafuta mwenyewe hela kwa mbinde. Ninajua kazi ninaenda kuifanya. Hela yangu napeleka kwenye mpira. Iwapo anajibia kesho atazingua. Na anajua kabisa amempanga ili mradi aweze kutuzingua. Tutakutana AFCON. AFCON sachezwa hapa. Iwapo kama mipango yao kutuumiza na yule Alajija, tunawaambia kabisa. Shirikisho tunamemteua. Tumeona sijui waamuzi wale wakina nani wakina Sia ndio kwenye benchi. Kama wameamua kutuumiza kwa kutumia Alajija, ambaye mchezaji wetu anachelewa alafu yeye anacheka kama vile chizi kaona jala la bovu. Tuwaambie, mimi wa kwanza kufungiwa nitasema na tuwaambie kabisa, funzo litakalotoka kwa Alajija
basi nchi hii tutakutana AFCON. Bwana Shabani, mimi nikushukuru na nikutakieni kila laheri kwenye... Nadhani bado haujanielewa. Wamesemaje? Wamesema hivi, kama tutawasema waamuzi watatuita na watatufungia. Mimi wa kwanza kufungiwa. Umeona TV, Azam TV wanaonesha mechi zote. Kwenda mpilani ni mahaba. Ukilipa 28 unaona mwezi mzima. Na hala ufi. Kwani tunaenda mpilani siku na kuangalia mechi zetu ndio wapumbavu? Msitutishe. Tumesikia kanuni zenu. Mwamuzi akikosea tutasema. Ili mjue kwamba kilio cha waamuzi sisi kinatuumiza. Ili mjue kwamba serikali, mnajua watu wanaumia kwenye mpira. Wawekezaji wanena kutia hela. Leo tumeona Gomez pale. Wametia zaidi ya bilioni, na tumeona wachezaji kibao wameleta, tumeona ili mpango alibakizwa kwa hela nyingi. Tunasikia kuna mchezaji atakatambulishwa kesho Simba. Watu wamevunja wewe usajili wake, unavunja rekodi ya hii nchi. Kama matajiri wetu wametia hela, waamuzi mnawatuma waje kutuumiza. Tutakutana kwenye AFCON. Ndio mtawaambia serikali mashabiki wameenda wapi. Mimi nakwambieni, sisi ndio tunatoa hela. Mjomba, mimi timu ya taifa sikosi, Simba sikosi, na mpira napenda na vingamuzi nalipia vitatu nyumbani kwangu na hapa na kwenye ofisi yangu nyingine. Hiyo sio ya kula kwa sababu ya mpira. Hela nyingi hiyo. Leo wewe kiongozi wa shirikisho umekaa kwenye kitu unazunguka. Hela za FIFA zikija unakula, sio unavimba. Unatutisha sisi tusiwaambie waamuzi. Mwamuzi tunamwona anakosea. Kama wanakosea sasa mbona mnawafungia? Vitisho vyenu tumezisikia, kuna kanuni imetengeneza. Tukisema kuhusu waamuzi mtufungie, mimi wa kwanza kufungiwa na niko tayari. Kwa sababu mkinifungia, kama nilipoteza wazazi wangu, kwa nini nikipoteza kutoangalia mpira itakuwa nini? Ila tutakutana kwenye AFCON, hapo mtamwambia rais, kwa nini mashabiki hawaji uwanjani? Kama hawajiji kesho akizingua, wallahi wa billahi wana Simba. Kama hawajiji kesho akizingua kwenye AFCON, nasema neno hili kwa kauli na uchungu, kwa sababu waamuzi ndio wameturudisha nyuma Simba hata kwenye ligi iliyopita, na katika maamuzi mnafiki na mbaya Alajiga. Kesho wametupangia tena. Kama kuna mipango mmepanga Alajiga atuumize kesho, wana Simba AFCON, tumuoneshe president wa nchi kwamba sisi tuna umuhimu gani kwenye mpira wa nchi hii. Hatutohudhuria. Alajiga anafanya vitu vya kuonekana wazi kuhusu Simba. Wazi tena bila siri. Iwapo kesho hatochezesha fair play ya Alajiga, iwapo kesho hatochezesha fair play ya Alajiga, wallahi wa billahi mimi nakwambiaje, tutakutana AFCON ya 2027. Si inachezwa hapa, si tunaandaa. Tunataka tutiane aibu. Kama wao wanatutia aibu na sisi tutawatia aibu. Nazungumza hili mimi Mtanzania, mimi timu yangu. Mimi biblo. Sijachangia si baba si ngosha, sijui mama wapi. Mimi Makonde typical. Kwa baba na mama toka nitoke, babu Makonde, bibi Makonde, mama Makonde, baba Makonde. Yaani mimi Makonde wa Pwani, hapo mimi Mwamba. Watu kama hujui Mwamba, sisi wa Mwamba. Kama kesho Alajiga atazingua na maana katumwa. Kama wamemtuma kutuzingua. Kama wamemtuma kutuzingua kwa sababu atufungie, mimi niko wa kwanza kufungiwa. Tunahitaji waamuzi wachezeshe fair play, tupate starehe ya mpira kama thamani ya hela tunavyolipa. Kesho mimi napanda boti naenda Zanzibar. Hela nimejigharamia mwenyewe, na tiketi yangu ya boti ninayo, na tiketi ya uwanjani ninayo. Zanzibar naenda kwa sababu ya mechi ya kesho ya dabi. Hamna alonilipia. Kama nimeinua mguu wangu nikaacha familia yangu nikariski, boti ikipinduka ile kiongozi wa TFF atakuja kuniokoa. Naenda kwa sababu ya kupenda mpira. Wasitutishe. Waelimisha waamuzi wao. Alajiga mechi zetu zote alizochezesha, hamna mechi ambayo katufanyia, yani kachezesha sheria 17. Kaongeza wa sheria zake 2 zinakuwa 19 alatuua. Na tunalalamika mpaka tumechoka, na kesho tumepangiwa tena huyo. Iwapo Alajiga atazingua, narudia tena hili neno. Iwapo Alajiga atazingua, tukutane AFCON 27. Lakini si kuna video support pengine makocha watalalamikia kulingana na kanuni ambazo zimetungwa. Baada ya video support anayeamua nani? Si ni referee. Muamuzi wa mchezo. Muamuzi wa mchezo kwenye pichi ni huyo mmoja. Referee peke yake. Referee akisema hapana hapana. Akisema ndio ndio.
Kwani magoli mangapi Ulaya watu wanaenda kwenye VAR na mtu akakwambia sio goli afu goli? Magoli mangapi? Mengi. Tunachohitaji sheria 17 ifanye kazi. Iwapo Alajija kesho atazingua. Iwapo atazingua. Tukutane AFCON 27. Bwana Shabani, mimi nikushukuru, nikutakia kila laheri. Nashukuru kila laheri, wala Simba tukutane Zanzibar, tukapate starehe, tukaangalia watu wanapokoa damu kesho wakina Zando Zimbwe na Boka miguu mirefu Kesho Libase na Aniseti yupo. Alafu ukitoa hiyo Libase na Aniseti ya ula. Alafu ukitoa hao sasa. Mpanzo anaangalia yuko nje. Karesto naye katulia bwana. Watu wakishakoa damu tia Karesto afu tia Mpanzo. Hapo Dumbe ile ni cross ikija tu anaweka. Golikipa mfupi kama mbuzi anakojoa na matege. Golikipa mfupi kama mbuzi anakojoa. Sasa mbuzi akikojoa matege ya nyuma anatega hivi. Sasa wewe ni tege la Diara. Ngoja Diara ana tege kama mbuzi anakojoa. Mbuzi akikojoa tege la nyuma zanateka hivi, kojo linamwagika. Atamjua yule nani Ibrahim Alhaji Ibrahim Dumbia na Ismail Jabari. Jabari nambao yuko kama Alibwalia, maestro. Yanga watu mtu wa kunyumbulika wale. Damaro yule Damaro sio kesho atashika watu viuno yule mwanzo mwisho. Kiungo mgumu kama chuma. Sasa sisi tuna viungo mafundi hapo, tuna viungo wa kupiga mtu back to back. Kwa hiyo tukutane Zanzibar. Kesho tunachohitaji fair play ichezeshwe. Hatuongei kwa vitisho. Tunaongea wasilia. Mpira tunaujua sheria zake 17. Alajija usipochezesha sheria 17, umetufanya wana Simba tuspende AFCON. Huo ndo msimamo. Wana Simba, Alajija kesho usipochezesha sheria 17, tutaichukia AFCON ambayo inakuja kucheza Tanzania. Nashukuru sana.